Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tu kuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Mwinyi ajumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika hitma ya kaka yake marehemu Abbas Ali Mwinyi. Mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Dar es Salaam yazindua dawati la uwezeshaji biashara. Na katika habari za kimataifa, Mali yadai Algeria inaunga mkono ugaidi wa kimataifa. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika hitma ya kaka yake marehemu Abbas Ali Mwinyi iliyofanyika msikiti wa Jamii Zanzibar Mazizini mkoani Mjini Magharibi. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Nyamaza kulia usikushinde mtihani alokadiria kuzuia nani. Hitma hiyo ilianza kwa kisomo cha pamoja cha Qur'ani tukufu na kuhitimishwa na Sheikh Jafari wa Madrasa Sifati Nabawiyatil Karima maarufu Msolopa. Viongozi mbalimbali walihudhuria akiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaji Hemedi Suleiman Abdullah, mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Salehe Omar Kabih, spika wa baraza la wawakilishi Alhaji Zubeiri Ali Maulid, mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Alhaji Dr. Mwinyi Talibu Haji, wananchi na familia ya marehemu. Baada ya kisomo hicho yalifuata mawaidha na baadaye sadaka ya chakula kwa waumini waliohudhuria hafla hiyo. Wakati wa uhai wake aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Fuoni kupitia Chama cha Mapinduzi. Marehemu Abbasi Ali Mwinyi amezikwa jana kijijini kwao Mangapwani, mkoa Kaskazini Unguja. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Alikuwa mgombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina amesema muda wowote kuanzia wiki ijayo atawasilisha shauri mahakamani la kupinga mchakato wa kuenguliwa katika nafasi ya kuwania kiti cha urais wa Tanzania katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Maamuzi yao ya Mpina yamekuja wakati ikiwa ni siku moja imepita baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara Kuu ya Dodoma kutoa kibali kwa chama cha ACT Wazalendo kufungua shauri la maombi ya mapitio ya mahakama kutokana na maombi hayo kukidhi matakwa ya kisheria. Akizungumza kwa njia ya simu na TVE, Mpina amesema muda wote kuanzia sasa atatoa taarifa kwa umma juu ya yeye kufungua shauri hilo mahakamani, akitaka mahakama ipitie maamuzi ya kuenguliwa kwake katika nafasi ya kuwania kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na kile anachodai hayakufuata sheria. Pengine ni lini hasa kesi mtafungua Mheshimiwa Mpina? Mambo gani mwingine? Kwa hiyo vyombo vitaarifiwa, tukishafungua mtajulishwa. Ikumbuke kuwa ni siku chache zimepita ambapo chama cha ACT Wazalendo kilitoa taarifa kwa umma kikieleza chama hicho kupata kibali kutoka kwa Mahakama Kuu chini ya Jaji Wilbert Chuma, ambaye alitoa uamuzi wa maombi ya kibali cha kuwasilisha maombi ya mapitio ya mahakama, yani application for leave to file application for judicial review nambari 23617 lililowasilishwa na ACT Wazalendo pamoja na ndugu Luhaga Johnson Mpina dhidi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Hata hivyo, taarifa ya chama cha ACT Wazalendo iliendelea kubainisha kuwa chama hicho kinaendelea na shauri la kikatiba dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali, ambapo limepewa nambari 24027 ambalo limepangwa kusikilizwa siku ya tarehe 29 Septemba mwaka huu mbele ya jopo la majaji watatu ambao ni Jaji Frederick Nanyanda, Jaji Sylvester Kainda pamoja na Jaji Abdalla Gonzi. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mkoa wa Mbeya wameshauriwa kujiwekea utaratibu wa kuchanja mbwa ili kuondokana na madhara yatokanayo na kichaa cha mbwa. Taarifa zaidi na Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na baadhi ya wananchi wa kata ya Uyole, halmashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya, baada ya wataalamu wa mifugo kutoa chanjo ya mbwa bure na kuwataka wananchi kujiwekea utaratibu wa kuwapa chanjo mbwa wao. Chanjo hii imenivutia kwa sababu tumekuja, lakini pia tunapata chanjo hii bure bila gharama yoyote. Lakini pia ni wakumbusha wa Tanzania
kumpa chanjo mbwa kuna faida. Usipompa chanjo mbwa, kwanza anaweza akaleta madhara, hata mtaani anaweza kang'ata watu. Kwa hii chanjo ina faida sana sisi kwa wafugaji wa mbwa, kwa sababu usipochanja kwanza mbwa wako ataanza kuleta madhara hata kwa watu, kwa sababu kwanza hii chanjo inatusaidia hata kutoa hata sumu, inatusaidia hata kwa ajili ya mbwa awe makini kabisa kwa kutambua wewe. Na cha kwanza si wafugaji wa mbwa tuwe tunawafungia mbwa wetu ndani walizorudi. Kwa upande wake, afisa mifugo kutoka jiji la Mbeya amezungumzia malengo ya kutolewa kwa chanjo hiyo na umuhimu wa kutoa huduma hiyo bure, ikiwa ni utaratibu unaotolewa na serikali ya Tanzania kwa wananchi wake. Tumepata fursa ya kuwahudumia Watanzania na hasa wana jiji la Mbeya kupitia hii fursa ya siku ya kichaa cha mbwa duniani ambayo huwa inafanyika tarehe 28, lakini sisi tumeanza nayo mapema na tutaenda nayo mpaka hiyo tarehe 30 mwezi huu wa 10. Mwezi wa 10. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe hamasa kubwa sana katika jamii yetu. Sheria inaeleza wazi kwamba mtu ambaye hajachanja mifugo yake faini atalipa. Sasa faini analipa kwa kulingana na sheria mama za Tanzania, lakini pia kuna sheria za halmashauri, na faini yake kwa jiji la Mbeya, faini ya kutochanja mifugo yako tunachaji kuanzia shilingi 200,000 mpaka 1,000,000. Nikiripoti kutoka kata ya Uyole, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Wakala wa barabara za vijijini na majini TARURA imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa madaraja 453 kwa gharama ya shilingi bilioni 32 pekee, hatua ambayo imepunguza gharama ikilinganishwa na zaidi ya bilioni 117 ambazo zingehitajika kutumia zege. Taarifa iliyoandaliwa na Rachel Chacha inasoma studio na Goodluck Msola. Mpango huu wa kutumia teknolojia mbadala umelenga kuboresha miundombinu ya barabara nchini na kusaidia shughuli za kiuchumi kwa wananchi, ikiwemo ujenzi wa daraja refu zaidi linalojengwa katika eneo la Mwanagati jijini Dar es Salaam. Mratibu wa teknolojia mbadala wa TARURA mhandisi Paris Ngereja amesema kuwa ujenzi na ukarabati wa barabara pamoja na madaraja unahitaji fedha nyingi, hivyo matumizi ya mbinu za gharama nafuu yamekuwa suluhisho la kuongeza upatikanaji wa miundombinu hiyo ambayo ni muhimu, ambapo ameeleza kuwa uwekezaji katika sekta ya usafirishaji una mchango mkubwa katika kuongeza tija ya kiuchumi pamoja na kufanikisha shughuli za kijamii na kibiashara katika maeneo mbalimbali nchini. Tumekuwa tukitumia teknolojia mbalimbali ambazo zimekuwa zikipunguza gharama za ujenzi. Kwa mfano, tumekuwa tunajenga madaraja kwa kutumia mawe, na tunajenga vile vile madaraja tunajenga barabara kwa kutumia mawe. Kwa upande wa ujenzi wa madaraja kutumia mawe, tangia TARURA ilipoanzishwa, jumla ya madaraja 453 yamekamilika kwa gharama ya takriban bilioni 32. Ukilinganisha kama tungetumia zege, tungetumia zaidi ya bilioni 117. Kwa utaona ni takriban zaidi ya 80% tumeokoa fedha zile ambazo zimeweza kutumika kwa ajili ya kazi zingine. Lakini pia licha ya madaraja ya mawe, tunajenga pia barabara za mawe. Barabara za mawe tunajenga katika mikoa 4 kwa sasa: mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Rukwa pamoja na mkoa wa Morogoro. Na mpaka sasa tumejenga takriban kilomita 29.55 kwa gharama ya takriban bilioni 14. Kwa upande wake, mhandisi Ephraim Kalunde, msimamizi wa mradi wa ufunguaji fursa za kiuchumi vijijini RISE unaodhaminiwa na Benki ya Dunia, amesema mradi huo wa miaka 5 unahusisha uboreshaji wa barabara za changarawe kwenda katika kiwango cha lami katika halmashauri 6 nchini, ambapo ameongeza kuwa mradi huo pia umelenga kuondoa vikwazo katika barabara ili wananchi waweze kufikia huduma za kijamii kwa urahisi, hatua itakayochochea maendeleo ya biashara pamoja na uchumi katika vijiji. Nikizungumzia hasa kwenye eneo la uondoaji vikwazo barabarani, mradi wa RISE umefanikiwa kuweza kutekeleza eneo ile kwa kukadiria matengenezo ya urejeshaji mawasiliano kwa barabara hizo zenye urefu upatao kilomita 2227 na urejeshaji wa mawasiliano katika eneo hilo utaweza kuhudumia wananchi wapatao milioni 2,690
waliopo katika kata 263 na vijiji 762. Sasa mpaka sasa tumefanya matengenezo kwa kujenga vivuko kwenye halmashauri za wilaya 130 za Tanzania bara katika mikoa 25 ya Tanzania bara isipokuwa mkoa wa Dar es Salaam, na tunategemea mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Oktoba tutakuwa tumekamilisha ujenzi wa vivuko hivyo na wananchi wataweza kupita katika maeneo yale yaliyokuwa kisumbua na maeneo korofi hapo awali. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wadogo katika soko la Nyankumbu halmashauri ya mji wa Geita wamemuomba mgombea ubunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura kuhakikisha anatatua changamoto zinazowakabili endapo wananchi watamchagua kuwa mwakilishi wao. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Miongoni mwa changamoto walizozibainisha ni pamoja na ushuru mkubwa unaotozwa, ukosefu wa choo bora katika soko hilo, pamoja na upendeleo usiozingatia usawa kwenye ugawaji wa mabanda ya biashara. Wakizungumza mara baada ya kutembelewa na mgombea huyo, wafanyabiashara hao wamesema kuwa wamekuwa wakikabiliwa na hali ngumu inayokwaza maendeleo ya shughuli zao za kila siku. Ya kwangu nilio nayo wamegawa mabanda yote, ila mimi mfanya biashara wameikataa hela yangu. Hela langu nililonayo ni sisi wauza mboga mboga. Sisi baadhi wana meza humo katikati, lakini sisi tunaokuja sasa hivi huwa hatuna meza, tunauziaga hapa langoni. Lakini tunapouziaga hapa langoni tunafukuzwa kama wakimbizi. Tunajiuliza sisi sio wa Tanzania? Kero yangu ya kwanza kabisa, cha kwanza ni choo. Jamani, choo kule sasa hivi hatuna. Kitu cha pili sasa, hao wana mama hapa jamani wanasumbuliwa mno. Tena wanasumbuliwa mno. Kwa upande wake Mhandisi Chacha Wambura amesema endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza, ataweka mkazo katika kuboresha mazingira ya biashara sokoni hapo. Sasa niwaambie kitu kimoja. Hii tunaenda kutengeneza Geita mpya yenye masoko ya kueleweka. Geita hapa tunachimba dhahabu. Na Geita hii watu wana hera. Lazima masoko yetu yafanane na dhahabu. CCM oyee. Kwa hiyo niwahakikishie mama zangu, kaka zangu, baba zangu mnaofanya kazi kwenye hili soko, tutakapoenda kutupigia kura, tukashinda kwa kishindo, tukaingia, tunachoenda kufanya ni kuhakikisha maeneo yote haya tunayasimamia, tunayajenga vizuri, tunahakikisha kila mtu wa Geita anaenda kupata maisha mazuri kwa maendeleo ya Geita. Kumbukwe kuwa huu ni mwendelezo wa kampeni zake, ambapo ameendelea kutembelea kata mbalimbali ndani ya jimbo hilo akinadi sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi sambamba na kuomba kura kwa wananchi. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Taasisi ya kifedha Ecobank imezindua programu mpya ijulikanayo kama Elevate inayolenga kuwawezesha wanawake wajasiriamali nchini kwa kuwapatia mikopo nafuu isiyo na dhamana pamoja na kuunganisha na fursa za masoko ndani na nje ya nchi. Tuungane na Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Ecobank Tanzania, Charles Asiedo, amesema kuwa lengo la programu hiyo ni kutatua changamoto kubwa inayowakabili wanawake wafanyabiashara, hasa ugumu wa kupata mikopo katika taasisi za kifedha kutokana na masharti magumu ya dhamana. Every female has equal access to systems, to packages, to platforms, same as a male. And we champion the female-male ratio 50-50 aggressively. Across the group, the platform requires that at the board level, at the senior management level, we should have at least 40% of the people there in female ratio. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha biashara kutoka benki hiyo, Joyce ndiye Tabura, ameeleza kuwa mbali na mikopo, programu ya Elevate itawaunganisha wanawake na masoko ya ndani na nje ya nchi, jambo litakalowawezesha kutangaza bidhaa zao kimataifa na kupanua wigo wa biashara bila mipaka. Programu hii imekuwepo, tulichofanya leo ni kuimarisha baadhi ya features za programu yetu. Ni kama mwanamke mfanyabiashara
una uwezo wa kupata access ya mikopo kwa urahisi zaidi. Ukija benki yetu ya Ecobank unakuwa na uwezo wa access masoko, maana tunakuconnect na wafanyabiashara wengine na unaweza kupata wateja zaidi katika network yetu. Katika maeneo yote ambayo tupo Afrika, benki ya Ecobank iko katika nchi 33 Afrika. Nchi zote ambazo zinazunguka Tanzania tupo. Kwa hiyo hata unapohitaji kutawanya mipaka yako kufikia nje ya Tanzania, tupo hapa kukusaidia. Nao baadhi ya wanawake walioshiriki uzinduzi huo wamesema mara nyingi wamekuwa wakikosa mikopo kutokana na ukosefu wa dhamana, hivyo Elevate imekuja kama suluhisho muhimu litakalowezesha kukuza biashara zao na kuongeza ajira kwa vijana. Maombi yangu kwa wanawake au wakina mama, wasichana na vijana ni kwamba tujitahidi sana kutumia benki zetu. Benki ziko nyingi, products ziko nyingi, ila chagua product ambayo ni sahihi inayokufaa wewe katika biashara yako. Kila wakati mabenki wanazungumza masuala ya products wanazozianzisha, lakini wakina mama hawataki kutafuta taarifa. Jitahidi kupata taarifa, kupata ujuzi, na benki imeamua pia itatoa masomo. Kwa benki wakina mama jitahidi sana kuingia kwenye masomo, kuifahamu zaidi Ecobank, na pia funguka, tanuka. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wanawake wote wa Tanzania kuhakikisha kwamba wanakuwa waaminifu na kutumia vizuri mabenki, hasa kwa hizi product wanazozitoa, na kutupa kipaumbele wanawake ili tuweze kupambana na ndoto zetu, lakini kujikwamua na uchumi. Programu ya Elevate inatazamwa kama chachu ya mabadiliko kwa wanawake wajasiriamali nchini, kama mbali na kuwawezesha kifedha, pia itawapa nafasi ya kushindana katika masoko ya kimataifa na kuchangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi wa taifa. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Dar es Salaam imezindua dawati la uwezeshaji biashara lenye kauli mbiu tunawatambua, tunawasikiliza, tunawawezesha, ikilenga kutoa huduma rafiki na kusaidia wafanyabiashara katika kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi. Taarifa yake Rachel Chacha inasoma studio na Goodluck Msola. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo, kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema dawati hilo ni sehemu ya maboresho ya huduma yanayofanywa na mamlaka hiyo ili kujenga uhusiano mzuri kati ya TRA na wafanyabiashara pamoja na kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili katika mchakato wa ulipaji wa kodi. Tutashirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya kuona namna gani na ni mambo gani ambayo wafanyabiashara wanahitaji ili sisi tuyasponsor. Tutakuwa sponsor wa hizo seminar na ili elimu itolewe na nyie muweze kukua kwenye biashara zenu. Si kazi ya dawati kuwatoza kodi wale ambao hawastahili, ni kuwawezesha wakue, na baadaye wakifikia kwenye level ambazo wanastahili kulipa kodi ndipo watachangia kulingana na sheria zinavyotaka. Aidha, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ameeleza kuwa dawati hilo litakuwa na msaada mkubwa kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam, kwani linawezesha kupata majibu ya changamoto zao kwa haraka na kuongeza uelewa juu ya masuala ya kodi. Tunaamini dawati hili litaweza kuendeleza wafanyabiashara wadogo kuwa wafanyabiashara wakati na hatimaye kuwa wafanyabiashara wakubwa, na wale wafanyabiashara wakati kuendelea kuwa wafanyabiashara wakubwa. Lakini tunaamini dawati hili, ndugu mgeni rasmi na kamishna mkuu, itakuwa kichocheo cha ajira ya watu. Leo hii unazungumzia hili dawati kwenda kushughulikia na wafanyabiashara wa ngazi mbalimbali. Utakwenda kutengeneza ajira kwa watu wengi, kwa vijana wa bodaboda, kwa machinga, kwa mamalishe, kwa sababu dhamira ni njema ya kuona namna gani unawajenga. Uzinduzi huo umehudhuriwa na wafanyabiashara wa sekta mbalimbali ambao wamesema dawati hilo limekuja kwa wakati sahihi, kwani litawasaidia kufanikisha shughuli zao kwa uwazi na kwa kushirikiana moja kwa moja pamoja na mamlaka ya mapato. Wafanyabiashara tumekuwa na changamoto mbalimbali, ikiwepo wakati mwingine unapoagiza mzigo wako kutoka nje afu kafika katika bandari yetu ya Dar es Salaam, bahati mbaya mambo yakawa yapo mazuri na ndugu zetu wa fedha pia wakawa wamekwisha kupa nyingine, alafu mambo yamekuwa magumu.
tumekuwa tukiona mizigo ya baadhi ya wafanyabiashara ambao wanatii, wana leseni na anwani na ni wanachama wa jumuiya zetu, mizigo yao ikipigwa mnada na kubakia maskini moja kwa moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatamani kuona mamlaka kupitia dawati hili lililoanzishwa, basi tunashirikiana na jumuiya ambazo zipo za wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali, kwa kuwa tunamtambua, basi tuone namna ya kumsaidia kumpa mzigo wake auze kwa udhamini wa jumuiya ili aweze kubakia barabarani. Kupitia dawati hilo la uwezeshaji biashara Dar es Salaam linalojumuisha mikoa ya kikodi ya Ilala, Temeke, Kinondoni, Kariakoo na Tegeta, TRA inatarajiwa kuongeza urahisi na kufanya biashara, kukuza mapato serikali na wakati huo huo kujenga imani kwa wananchi kwa mamlaka hiyo. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Watu wasioona wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani wamenufaika na mafunzo yaliyotolewa na wakala wa usalama wa afya mahali pa kazi OSHA kwa lengo la kuwawezesha kushiriki shughuli za uzalishaji kwa kuzingatia kanuni bora za usalama na afya kazini. Tuungane na Nancy Ibrahim kwa taarifa zaidi. Mafunzo haya ya siku moja ambayo yametolewa kwa wananchi 50 wa Jumuiya Wasioona Tanzania TAB yamehusisha mada mbalimbali zikiwemo utambuzi na udhibiti wa vihatarishi vya usalama na afya pamoja na misingi ya huduma ya kwanza mahali pa kazi. Akifungua mafunzo hayo, mtendaji mkuu wa OSHA Khadija Mwenda amesema taasisi anayoiongoza inatambua thamani na mchango wa watu wenye ulemavu katika kujenga uchumi wa taifa, jambo ambalo limepelekea mafunzo hayo kuandaliwa pamoja na mafunzo mengine ambayo OSHA imekuwa ikiyatoa kwa makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Tunajua kwamba katika kujenga uchumi tunahitaji nguvu kazi yenye afya, na lazima mchango wa walemavu uweze kuonekana katika hii keki ya taifa. Unaonekanaje? Ni katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu mbalimbali za kuongeza thamani za bidhaa zao, lakini za kujikinga na vihatarishi mbalimbali ambavyo vipo katika shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo tumefarijika sana kwa sababu mwitikio wa walemavu wasioona 50 kutoka katika mkoa wa Pwani na Dar es Salaam sio jambo dogo, lakini nao wameona thamani kwamba ile kauli mbiu ya kwamba kazi salama, maisha salama, lakini afya yako ndio mtaji wako, wameondoka nayo na tunaamini kwamba wanaenda kuiishi na sisi tutakuwa tunafuatilia. Awali akiwasilisha salamu za Jumuiya Wasioona Tanzania, mwenyekiti wa jumuiya hiyo Bwana Omari Itambu ameipongeza OSHA kwa kuwa mstari wa mbele katika kuwawezesha watu wasioona pamoja na makundi mengine ya watu wenye ulemavu. OSHA sio mara ya kwanza leo. OSHA imekuwa mstari wa mbele kujali na kutekeleza na kutatua changamoto za watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ni kongole za kipekee zimwendee mkurugenzi pamoja na management kujali hasa watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu ni moyo wa kipekee na ni wajibu wa kipekee kuiona jamii ya watu wenye ulemavu haiachwi nyuma katika harakati za kujiongezea kipato kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa taifa pia. Akitoa neno la shukrani kwa niaba ya washiriki wengine wa mafunzo, mratibu wa idara ya vijana wa Jumuiya Wasioona Bwana Bakari Hassani amesema jambo lililofanywa na OSHA ni la kuigwa na taasisi nyingine za kiserikali na zisizo za kiserikali. Nashukuru sana kwa mkurugenzi wa OSHA na management nzima kwa kutualika kwenye semina nzuri ya leo ya usalama na afya mahala pa kazi. Kwa kweli nitoe shukrani za dhati sana kwa kitendo ambacho mmekithubutu kukifanya. Ni taasisi chache sana za kiserikali zinaweza zikafanya jambo kama hili, jambo ambalo kwenye macho ya kawaida unaweza ukaona ni dogo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. Lakini kupitia warsha hii basi iwe ni fundisho kwa taasisi nyingine za kiserikali lakini na ambazo si za kiserikali kushirikiana na kuiunga mkono OSHA kwenye mambo mengine tofauti tofauti ya watu wenye ulemavu, hususan ni wale wasioona. Leo tumepewa fimbo white can, lakini leo tumepata karatasi za kuandikia maandishi wasioona, lakini leo tumepata chakula cha mchana na mkurugenzi wetu, lakini leo tumepata jambo kubwa sana la elimu ambayo ama kwa hakika haitokwenda ku-expire leo wala kesho. Washiriki wa mafunzo hayo wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo ushonaji, kilimo, ufugaji, uzalishaji wa bidhaa zikiwemo sabuni na biashara ndogo ndogo. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo.
Wakulima wa zao la maparachichi mkoani Njombe wameiomba serikali kutoa bei za anzia ya zao hilo ili kukabiliana na changamoto ya madai ambao wamekuwa mwiba kwa wakulima mara baada ya serikali inapotangaza bei na ufunguzi wa msimu mpya wa ununuzi wa matumizi ya parachichi. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Katika mkutano wa ufunguzi wa msimu mpya wa ununuzi wa zao la parachichi ulioshirikisha wadau mbalimbali wa kilimo kote nchini, wakulima wamesema changamoto ya madalali, miundombinu ya maji mashambani pamoja na barabara liangaliwe kwa upekee. Swala la madalali tunaposema wasiwepo, tuweke nani asimamie hili zoezi la madalali wasiwepo. Kupitia madalali wakulima wanaibiwa sana matunda mashambani, wanaiba mno. Kwa hiyo hii ni changamoto sana, na ninadhani kuna haja kubwa serikali kutusaidie sisi wakulima ili kuweka mifumo rafiki ya wanunuzi wasitumie madalali. Kama jamani, hiyo ofa tupe sisi tuchimbiwe kule, maana hadi kreti za kutuua. Unafika shambani unakuta maji yenyewe ya kugombaniana, kwa kwenye baba kuna chanzo cha vitu mnakitegemea kimoja. Mnakuta kwa watu 10 wote mmefika kwenye mlima mmoja. Lakini mkituchimbia visima kule, mtatupa nguvu ya kuongeza mashamba zaidi ya yale tulionayo. Kutokana na hali hiyo, mkurugenzi wa shirika la TAHA Bi Jacqueline amesema mpaka kufikia mwaka 2030 lazima wafikie uzalishaji wa dola bilioni 2, yakiwa ni malengo waliowekewa na taifa. Tuliowekewa na taifa kama sekta ya horticulture kwa kupitia uuzaji wa mazao including parachichi ni kufikia dola za Kimarekani bilioni 2 inapofika mwaka 2030, na kwenye target zetu za Vision 2050 ni kufikia dola za Kimarekani bilioni 4 mpaka 5 kama horticulture peke yake. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Anthony Mtaka ni mkuu wa mkoa wa Njombe amesema mara baada ya uchaguzi kukamilika mwezi Oktoba atakutana na mabaraza ya madiwani wa halmashauri zote ili kuangalia namna ya kufuta ushuru na tozo zote ambazo hazina tija. Parachichi kwenye hili jengo mnawaambia utalipia kwa sababu kusaidia kuongeza life chef life ya parachichi, chef life ya viazi. Sasa mkulima analima viazi, gunia linaporomoka kutoka 60,000 hapa shilingi 25,000. Wewe bado ushuru wako umesimama pale, pia kuja kwa wewe mtu anauza kwa sana. Hata hela aliyoingia kwenye kampuni ya jamii. Pale Tukuyu, maparachichi ya kulima kule yanauza. Kurugenzi yupo. Yanapouza ni hapa. Si hapa. Wanahangaika wao kupeleka Afrika kwenda China. Wanapolisha kalori wao. Afu na mtu amekaa getini, maparachichi yangu yameuza, nimeenda kuyauza kwa hasara. Umekaa pale getini pale. Na toza ushuru upi? Tukuyu pale maparachichi daraja la pili ambapo tunasema sio reject. Tulikuwa tunanunua kilo moja shilingi 150. Yes, shilingi 200. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi wametakiwa kuhakikisha wanaweka msingi imara wa elimu kwa watoto wao ili waweze kutimiza ndoto zao sanjari na kuepuka migogoro inayosababisha mtafaruku katika jamii. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa shule ya msingi ya Glory to God, Godfrey Miti, wakati wa mahafali ya 5 wa darasa la 7 katika shule hiyo. Amesema ni wajibu wa wazazi na walezi kuandaa mazingira bora yatakayowawezesha watoto wao kupata elimu iliyo bora itakayowasaidia kufanikisha malengo yao ya maisha. Kama sisi wazazi hatukusoma, hebu tuwaandalie watoto wetu mazingira mazuri ya elimu. Baadaye wanaweza kuwa msaada kwetu. Na sisi tunatamani kwenye maeneo yetu, kwenye kata yetu, tupate wasomi. Wasomi ndio hawa tulionao. Tuendelee kuwalinda, tuendelee kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo mengi sana yamefanyika kwenye shule yetu. Kwa kweli tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika mahafali hayo Kenneth Majadara amewataka wazazi walezi kuepuka kujiingiza kwenye migogoro ya kifamilia na kijamii ambayo huathiri kwa kiasi kikubwa masomo ya watoto wao. Wanasema changamoto nyingi ni sababu ya wazazi kupata changamoto ya ndoa zetu. Naomba tusiwe sababu ya mtoto kumkatisha elimu yake. Tofauti zetu ziendelee kama tunafanya chochote, lakini neno shule tuendelee kusisitiza watoto wetu waendelee na masomo yao. Ndio hazina yetu, ndio taifa letu, na ndio serikali yetu ya kesho. Humu tutakuwa na CDF, tutakuwa na IGP, tutakuwa na wakuu wa shule. Ndio maana waligusa kila sehemu wakati wanaonesha vitu vyao. Kwa naamini
nasi tutawapata hapa siku za usoni. Tuendelee kuwapa moyo, tushirikiane, na batizo mkurugenzi amesema hata 20,000 huwa anaipokea. Naye mkuu wa shule hiyo Joseph Sururi amesema shule hiyo imekuwa ikiendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa watoto yatima na wale wasiokuwa na uwezo ili kuhakikisha kila mtoto anapata haki ya msingi ya elimu. Uwepo wa shule hii umetoa fursa kwa wanafunzi ambao ni yatima na wengine walikuwa katika mazingira magumu. Mkurugenzi ameweza kuwabeba na kuhakikisha kwamba wanasoma bila ada na kuwatimizia mahitaji mengine kama kalamu, sare na madaftari. Ni jambo la kujivunia kuongoza katika misingi bora na imara ambayo itatusaidia sana katika kufikia malengo yetu kitaaluma na kimaisha. Kuhitimu. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu 49 wa darasa la 7 ambapo idadi yetu ni wanafunzi 49 ikiwa wavulana 21 na wasichana 28. Yao yamehitimishwa kwa burudani mbalimbali kutoka kwa wanafunzi, huku wazazi na walezi wakihimizwa kuendeleza ushirikiano na shule hiyo ili kuhakikisha kila mtoto anapata elimu bora itakayomjenga kuwa raia mwema na chachu ya maendeleo ya taifa. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, Mali yadai Algeria inaunga mkono ugaidi wa kimataifa.